Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naamini kila mtu yuko salama. Nimekutana ndugu yangu hapa Bwana Zuberi Abdallah ambaye alipata changamoto ya ajali iliyomsababisha kukaa hospitalini kwa zaidi ya miezi 4 akiwa amefanywa operation kama ambavyo nitakuonesha kwenye mguu. Lakini ni operation ambayo ilimgharimu sana kiasi kwamba akaweza kutumia mtaji wake wa biashara wote na hata kufikia mwenye nyumba kufungia vitu vyake katika nyumba ambayo alikuwa amepanga. Kwa sasa hivi yupo tu, hana makazi maalum, anaishi kwenye sehemu msikitini maeneo ya Ilala. Kwa hiyo huu ni wito kwa yeyote ambaye ataguswa, ataona kwamba jambo hili kwa ajili ya Mwenyezi Mungu anaweza akafanya kitu kumsaidia mtu mwingine, kwani kupata kupo katika kutoa. Kwa hiyo na fursa kama hizi haziji mara nyingi. Naita ni fursa kwa sababu unapomsaidia mtu mwingine ndivyo wewe pia unajitengenezea nafasi ya mambo yako kaa sawa zaidi, au wewe kupata msaada kwa watu wengine, au watoto wako, au ndugu yako, au yote anayekuhusu kwa namna yoyote, kwa sababu kizuri kinapofanyika basi kizuri kinaweza kikarudi pia. Kwa hiyo nitakupa wasaa umsikilize kidogo. Changamoto yake kubwa yeye ni makazi na matibabu, kwa sababu anaendelea na matibabu ambayo yanatakiwa kudumu kwa takriban mwaka mzima. Lakini mwaka mzima yanatakiwa yaendane na chakula pia, kwa yawe na makazi sehemu ambayo atajituliza. Kwa utaona hali ya mguu wake. Kwa tafadhali sikiliza, ikikugusa tafadhali usisite kuchangia katika namba ambayo itakuwa kwenye screen. Karibu sana. Mimi naitwa Zuberi Abdallah, mwenyeji wa mkoa wa Tanga. Nilikuwa nikiishi hapa Dar es Salaam maeneo ya Chanika na nikifanya shughuli zangu za ujasiriamali wa genge, matunda. Ilipofika mwezi wa 5 tarehe 10 nilipata ajali nikiwa nimefungasha kutoka sokoni na pakiza tenga la ndizi kwenye daladala kwenye usafiri wa kwenda kwenye maeneo niliyokuwa nikiishi pamoja na biashara yangu Chanika. Nikatenguka henga ikiwa mwezi wa 5 tarehe 10. Kufika tarehe 14 mguu wote ukajaa. Basi nilipokwenda hospitali ya taifa Muhimbili kufanya vipimo, wakaniambia mguu haujavunjika, ila pale nilipokuwa nimetenguka nilipata mchubuko, kwa hiyo kuna bakteria iliingia. Wenye kitaalamu wakaniambia kwamba ni infection. Kwa hiyo ni bakteria alikula hizo nyama za mguu wangu akaozesha. Basi ikabidi wanifanyie operation ya kwanza ya kukata hizo nyama kama inavyoonekana hapo, wakazikata pakabaki na mfupa na uona, na wakanambia sehemu kubwa wameondoa iko kidonda kiwezi kikafunga. Ikabidi nirudi tena kwenye operation ya pili ya kupandikizwa ngozi. Wakachukua ngozi upande wa paja yangu ndio wakabandikiza hapo. Kwa hiyo nikiwa Muhimbili miezi takribani 4 na wiki kama 3, mwenye nyumba wangu walikosa kunivumilia swala la kodi. Basi akanitoa kwenye chumba akafungia vitu sehemu, chumba akapangisha. Na mimi nilipotoka Muhimbili nikakuta chumba akapangisha, na kwa kuwa alikuwa ananidai, kwa hiyo akaniambia bana, vitu nimekufadhia, mimi nyumba yangu ya biashara ndo nategemea. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sina makazi. Kwa naomba mnisaidie kiasi chochote niweze kupata makazi ama mnipangie. Kingine nilikuwa naomba pia, bado matibabu naendelea nayo. Hii ngozi mpaka ije ikomae kwa mujibu wa daktari ni muda wa mwaka mmoja. Kwa hiyo kuna dawa ninazotumia kwa ajili ya kupaka, kukomaza hiyo ngozi na kulinda bakteria. Nayo pia imekuwa ni changamoto kwangu. Kwa hiyo naomba ndugu zangu katika imani atakayenisaidia, heri Allah Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi. Hizi ni document za operation 2 alizofanya mwanzo, ambazo anasema hasa operation ya kwanza ambazo ndio hasa zilimaliza mtaji wake wote wa biashara. As you can see, hii ilifika 1,196,000. Naona operation ya kwanza hiyo. Hiyo operation ya kwanza, na hii operation ya pili ambayo nayo taarifa yake ni hii hapa. Hii ya pili, hii ya kwanza.
Iweke tu hapo karibu. Iweke hapo. Ya kwanza, hii ya pili. Ya pili hii ilikuwa ni 1,026,000. Kwa hiyo hizi alizilipa kutokana na mtaji aliokuwa nao na balance aliokuwa nayo. Kwa hiyo ikafanya biashara yake ikawa imeishia hapo. Ikikugusa, tafadhali usisite kuchangia katika namba ambayo itakuwa kwenye screen. Karibu sana.